yote nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini kubwa zaidi kuwapongeza viongozi wetu wa timu ya Geita Gold wakiongozwa na mwenyekiti wa bodi kwa maana ya meya wetu Mheshimiwa Leonard Kiganga Bugomola, management ya halmashauri wakiongozwa na mkurugenzi, na sisi viongozi ambao tulikuwa kwenye kamati ya utendaji ya timu. Kubwa zaidi tunawashukuru mashabiki wetu katika msimu ambao wana Geita walikuwa wameamua kusimama na timu yao. Ni msimu huu toka tumeanza mechi ya kwanza na TMA hakuna mechi mpaka leo tunapanda, tumepata namba ndogo ya mashabiki wetu. Kwa hiyo kongole na shukrani kubwa zinaenda kwa mashabiki. Lakini ukiona timu imepanda, tafsiri yake kulikuwa na muunganiko kuanzia kwenye mwanzo wa usajili, kwenye management, namna ya kuihudumia timu, uaminifu mkubwa, lakini pia ulipaji wa mishahara kwa wakati, vijana wanakuwa na morali pamoja na bonus mbalimbali. Kwa sisi tunawashukuru kila wadau ambao kwa kweli wameshiriki na sisi mpaka leo. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, na unaona mji wa Geita ulikuwa umejaa uwanjani, wana furaha kuipokea timu yao inaporejea ligi kuu. Wito wetu sisi, hatujamaliza ligi, tumepanda leo, lakini ligi haijaisha. Tunazo mechi mbili mkononi, tunaenda Shinyanga, tunarudi tena Nyankumbu. Lengo letu ni kuwa mabingwa na kwenda sasa kujiandaa na msimu wa ligi kuu, msimu wa 2026-27 kwa ajili ya kushiriki kwa ukamilifu na kuitengeneza timu kuwa bora zaidi. Wito wangu kwa wanageita, tuendelee kushikamana, tuendelee kuisupport timu yetu, na kwa vile tumepanda, mimi pamoja na kuwa kiongozi wa timu lakini ni mwenezi wa CCM wa wilaya, nitoe wito kwa viongozi wetu wa manispaa na wadau wengine wakamilishe uwanja wetu wa Magogo. Wanageita wanatamani kuona mechi zote za ligi kuu zinachezwa kwenye ardhi ya Geita. Simba, Yanga, Azam wote waje hapa, na hiyo ndio itakuwa faida ya jasho la wanageita, jinsi ambavyo wameisupport na kuhakikisha timu inapanda. Mbaya hawakosi, hata wewe ukiwa na mke wako kuna watu wanatamani asizae. Hao hawakosi. Kwa kikubwa sisi wale ambao walikuwa wanatukatisha tamaa tulikuwa tuwachukii. Tulikuwa tunachukua mawazo yao na kuyaboresha kuhakikisha kwamba ile roho mbaya yao sisi leo tunailipa kwa timu kupanda. Na sisi kwa sababu timu ya wanageita inamilikiwa na manispaa, hata wale ambao walikuwa watamani timu ipande, tuwaombe sasa tuunganishe nguvu, kwa sababu timu ni ya kwetu, inatumia kodi za wananchi, inatumia ardhi ya wananchi na rasilimali zote za Geita. Hakuna sababu yoyote ya kutoisupport timu inayotumia jasho na kodi la wananchi wa Geita. Kwa majina naitwa Dr. Kimamba Emili, mwenyekiti wa hamasa Geita Gold. Leo ndugu zangu, ni furaha ya kifani. Leo timu yetu imerejea ligi kuu, tumepambana kwa hali na mali, kwa damu na jasho, hatimaye siku ya leo tumerejea tena ndani ya ligi kuu. Kwa hiyo sisi tunachokiomba tu ni uwanja kwanza uwe tayari, maana wanageita ombi lao wananituma kila leo uwanja upatikane, na Mheshimiwa DC ameshaahidi kwamba uwanja, hakuna timu kwenda nje, lazima timu ibaki hapa hapa Geita. Kwa hiyo mimi na imani kwamba mechi zote zitachezewa ndani ya Geita yetu hii. Mwenyekiti, pengine unawaambiaje mashabiki sasa ukiwa kama mwenyekiti wao? Timu imepanda ligi kuu, siende tena kutoka. Mimi mashabiki niwaombe kwamba kama tulivyoanza tumeshikamana, tuendelee kushikamana. Hii timu si ya mkurugenzi Muyenze, si ya Mheshimiwa DC, ni timu ya wanageita hii. Sisi tupambane kuwaunga mkono, tusitengane, tupambane, tushikamane. Mimi na imani viongozi wetu wako imara na wana mpango kabisa wa kuijenga Geita yetu, hususan upande wa michezo. Na imani timu ya Geita hii jinsi ilivyo na usajili unaokuja utakuwa usajili wa kutosha wa kishindo, na bahati nzuri timu yetu bado ina wachezaji quality, wachezaji wazuri wenye uwezo mkubwa sana. Tunahitaji kuongezea kitu kidogo sana ili timu yetu iendelee kuwa vizuri. Okay, sisi kama mashabiki, kwa majina naitwa Isabella Johnson Uji, mimi ni shabiki namba 1 wa Geita Gold. Wanaotembelea peji ya Geita Gold FC wananijua kwa majina ya Instagram naenda Belarishis_Jones. Kwa hiyo wananifahamu vizuri sana, mimi ni namba 1. Sisi kama mashabiki tumefurahi vibaya mno. Kwanza kushinda 3-1 sio kitu kirahisi kabisa. Kwanza tumeshinda afu tumepanda. Kwa hiyo sisi kama mashabiki tumefurahi sana. Yaani haina kipengele. Tumefurahi mno. Kwanza ni kitu ambacho tulikuwa tunakitamani kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo sisi kama Geita Gold FC fans tumefurahi sana. Tunasema hivi, yoyote aje, tuko tayari, tumejipanga
na tunajiweza, yani shati tuko vizuri mwanzo mwisho, yani yoyote aje. Sasa hivi tumefurahi sana, tumepanda ligi, tunasubiri mambo mengine mazuri tumeyaona kupitia Azam TV na popote pale mtatuona, tuko vizuri kila sehemu. Kwenye uwanja wetu mwingine sisi kwanza tuna Nyankumbu, ndio uwanja wa machinjaji wa kuchinja, yani yoyote anayekuja, lakini kupitia uongozi wetu wa halmashauri tunaamini kama watajenga uwanja mwingine. Uwanja pia inawezekana pia upo tayari, lakini muda ukifika uwanja utatambulishwa na sisi kama mashabiki tutaupokea. Nadhani mechi kubwa sasa hivi zote zitachezwa hapa nyumbani. Sisi kama Geita Gold mashabiki tunaamini uongozi wetu utafanya kazi nzuri kwa ajili ya mashabiki zetu. Kwa hiyo msiache kutuangalia jamani, kikosi kipo kimekamilika, kipo gado, na usajili utakaofanyika tunaamini kabisa ni usajili ambao utakuwa ni wa kishindo, kwa sababu hakuna kitu ambacho halmashauri wameshindwa kufanya juu ya timu hii, na sisi tukiwemo kama mashabiki hapa support timu yetu. Ni hayo tu. Asante. Majina mimi naitwa Bosco Mwidadi, katibu wa chama cha mpira wa miguu mkoa wa Geita. Mimi kwenye jambo hili kwanza ni faraja na furaha kwa wanageita wote kuona timu yetu ya Geita Gold imerejea tena kwenye ligi kuu Tanzania bara. Ni jambo la kujivunia na jambo ambalo kila mwana Geita alikuwa analisubiri na tumelipata. Katibu, tumeshuhudia kilio kikubwa cha wanageita kuhusiana na uwanja. Wengi wametoa maoni yao kuhusiana na kukamilika kwa uwanja wa Magogo, lakini hatuwezi kusema kwamba uwanja utakamilika kwa kipindi hiki. Uwanja Bukombe, unaambiaje? Nafikiri juhudi kubwa sana za viongozi wa chama cha mpira cha miguu mkoa, lakini pia juhudi za viongozi wa serikali zinafanyika kuhakikisha kuona namna gani tunaweza kukamilisha uwanja huu wa Magogo kachezewa ligi kuu. Lakini usipokamilika kwa wakati, tena timu zipo kutumia viwanja vingine wakati timu yenyewe itapoamua kwenda kutumia kiwanja kingine, kwa sababu kanuni zinawaruhusu kama kiwanja hakitapatikana katika eneo lao kuhamia sehemu nyingine. Kwa hiyo ni vema kwenye mkoa wetu tuna kiwanja kingine ambacho kinajengwa bado hakijazinduliwa, lakini kwa maandalizi yake na ukamilishaji wake karibu 90%, na ndani ya mwezi huu wanaweza kuzindua hiyo kiwanja. Kwa hiyo kama timu na management yake ikiamua, wanaweza kutumia uwanja huo kwa sababu uko kamili na unafaa kucheza mechi za ligi. Sana ndugu watangazaji, kwa majina yangu ninaitwa Barina Paulo Nzagamba wa Gabrieli. Binafsi ninayo furaha kubwa sana kwa siku kama ya leo kurejea ligi kuu. Ni kweli tumekuwa na mapambano ya muda mrefu tukipambania timu yetu baada ya kuwa tumeshuka. Tumeshirikiana kwa namna moja na nyingine na viongozi wa juu, lakini pia sisi tena tumekuwa tukitia hamasa. Tumepita milima na mabonde, hakika leo tumerejea ligi kuu. Binafsi niseme furaha ni kubwa na kila mwana Geita amefurahia hali hii. Asante.